Yes, tumekufahamu kwamba wiki hii imekuwa ni wiki ambayo imechangamka kwa kweli. Kwenye masuala mazima ya burudani, mambo yamekuwa ni hot, mambo yamekuwa ni ya moto kwa kweli, mambo hayashikiki. Haswa kwa upande wa hawa machawa wawili ambao wanafahamika kwa jina la Mwijaku pamoja na Baba Levo. Sasa story yao imefikia sehemu nyingine. Tunafahamu kwamba hawa kuna wakati ni marafiki, kuna wakati wanakuwa kama hawaeleweki ama hawaelewani. So today imekuwa ni siku ambayo kidogo imekuwa ni siku ngumu, kwa maana ya kwamba wanaamua sasa kuvujishiana siri zao. Sasa nikipita kwenye ukurasa wa Instagram wa Baba Levo, ameandika ujumbe mrefu sana kiasi kwamba sasa ni ujumbe ambao unawahusisha kwenye ule ugomvi wao. Umekuwa ni ugomvi ambao pia umeanza kuwahusisha mpaka watu wao wa karibu, kwa maana ya wake zao. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo ameandika hivi: mdogo wangu kichwa mviringo, akimaanisha Mwijaku, anasema kwamba nimeona unamuongelea my wife. We mkeo atakuletea mimba ya bosi wake wa Kago, maana umejaribu kumhamisha kazi ahamie kwenye Kago ya Waarabu, kagoma kuacha kazi kwenye Kago ya bwana wake. So unaweza kuona kama mambo haya ni yako moto, mambo yako ni siri nzito ambazo zipo nyuma ya kamera ambazo zimejificha, sisi pengine hatufahamu. Na hapa Baba Levo hatuna uhakika kama ni anasema ukweli au la, lakini sisi tunanukuu kile ambacho amekisema. Then akaja kwa chini hapa akaandika hivi: mdogo wangu kichwa mviringo, mimi nazipenda sana hizi vita za mke kwa mke, maana nina mafaili yako ya mkeo yapo 1300. Usikimbilie tu polisi kama kawaida yako, twende maneno kwa maneno, kwa maana ya fact. Nitakuonyesha mpaka CCTV za mkeo anavyoingizwa chimbo. Najua mpaka hela alizotoa tajiri kwenye ujenzi wa gorofa Modo. Nadhani unakumbuka tulienda mimi na wewe kwa Mwarabu kumuomba amuhamishe kazi pale aje huku kwenye Kago yetu ili uwe unamuona mwenendo wake, na mkataba mnono ukapewa umpelekee, lakini akakataa kuacha kazi kwa bwana wake. Ulilia begani kwangu, nikakupa mbinu ya kujipoza na machungu, ni kutafuta mwanamke mwingine wa nje ili ya kutulize moyo, ila sikukwambia uende kwa vimodo. Unaweza kuona namna ambavyo Baba Levo anaandika maneno magumu na maneno mazito kiukweli. Kama kuna ukweli ndani yake, kama kuna ukweli ndani yake, I say ni hatari. Lakini hakumalizia hapo. Baba Levo akaja tena kwenye posti nyingine akaandika hivi: kichwa mviringo akijibu mniambie, mimi ndio baba yake, asinijaribu, anajijua ameoa dash akawa ametumia kidogo neno ambalo sio zuri, alafu akasema alafu anaanzisha vita. Alafu akaja tena hapa chini akaandika kwenye caption: mdogo wangu kichwa mviringo, nimeshakukataza vita na mimi. Vita zako za kitoto peleka kwa watoto wenzako, hapa kwangu pagumu sana. Huyo ndio mkeo, maana akapotezea ishu ya vimodo wale, kozi anajua ulikubali tukio la bosi wa Kago. Akawa amemaliza kuandika hivyo ujumbe huo mzito kabisa. Lakini pia tukao tunasubiri pia majibu kutoka kwa Mwijaku, yeye atareact vipi ama atajibu nini mara baada ya kuweza kuona ujumbe huo kutoka kwa Baba Levo. Mwijaku yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram akawa tu ameandika kitu kidogo, akawa ameandika kitu kifupi sana kwamba huwa nikishaongea nimeongea, kwa maana huwa nikishaongea nimemaliza, na anasema kwamba hatarudia kuongea pia. Lakini hapo mbele akawa tu ametumia tena neno ambalo ni kali kiukweli, ambalo sio zuri. So tunaendelea kufuatilia hii vita kati ya Baba Levo na Mwijaku itaishia wapi, kwa sababu sasa hivi wameanza kuwahusisha mpaka wake zao, kwa maana ya kwamba Baba Levo anasema kwamba sio tu Mwijaku kumchiti mke wake kwa wale ambao yeye anawaita ni vimodo ama wale wanachuo wawili, anasema mpaka mke wake na yeye alishawahi kumchiti kwa bosi wake. So unaweza kuona namna ambavyo vita ni vita mura, wanasema hivyo wenyewe Waswahili. Mambo yametereda, mambo ni mazito. Tunaendelea kufuatilia na kuhakikisha kwamba tunakuletea hapa ndani ya Wabobezi kila updates ambayo inatokea, basi sisi tutahakikisha tunakurushia hapa. Mimi naitwa Jan Viva. Endelea kutufuatilia Wabobezi TV, hatuna dogo, hatuna mbambamba, and God is everything.